Nianze kwa kuwashukuru halmashauri ya jiji. Na kipekee nimpongeze meya, naibu na waheshimiwa. Barabara hii nilimleta waziri wangu Mchengerwa. Yeye mashahidi. Amekuja kufanya ziara katika mkoa wa Arusha, nikamwomba tusaidie barabara. Na ni ukweli usiopingika, Arusha hatujafanikiwa kwenye eneo la barabara. Hatujafanikiwa. Na tusemeni barabara kubwa, tunasema barabara zinazounganisha wananchi. Tunaziita feeder road. Na jukumu hili tumekubali kulivaa 2025 mpaka 2030. Barabara zetu za mitaani katika mkoa wa Arusha zitakuwa ni miongoni mwa barabara za mfano, si tu Tanzania bali Afrika nzima. Sasa hiyo ni hatua. Na ili tufike huko, ndio maana nimeweka msingi wa awali kuanza kushiriki kwenye nini? Kwenye vikao. Sababu hiyo nilimwomba waziri Mchengerwa, naomba barabara, kwa sababu kwako wewe una fungu, unaweza kaangalia namna kusaidia. Na akasema nisimuombee usili kwangu, ngoja nimuonyeshe na barabara ya mfano. Nikamuuliza mkurugenzi, akaniambia tumlete hapa barabara ya Eso. Tulikuja hapa akakagua, akasema kweli barabara hii inatakiwa kujengwa. Hapa ni mjini kabisa. Na makubaliano hayo tukaja kugundua mpango leo kuwepo ulikuwa ni kujenga mita 800. Na ingejengwa mita 800 singefika hata kanisa Katoliki pale. Lakini pia design iliyokuwepo ilikuwa ni design ambayo haifanyi barabara kuwa bora. Baya zaidi, pesa iliyokuwa imetengwa ilikuwa ni pesa kidogo na haiwezi kuwa kubwa kutokana na mapato. Kwa hiyo tumekwenda mpaka tukafika hatua tukaanza kulidesign upya barabara. Sasa mimi nitaka barabara hii ijengwe kwa viwango vizuri. Na pia sitaki ijengwe baada ya mwaka mmoja barabara inakuwa mbovu. Nikasema lazima tu design upya barabara na lazima tutafute fedha tuongeze. Sasa piga mahesabu kutoka kwenye budget iliyokuwepo, tumepambana mpaka tumepata bilioni 3 na milioni 200. Na kutoka urefu wa mita 800 tumekwenda kwenye urefu wa kilomita 1.8. Maana yake tunaanza kwenye lami, tunamaliza kwenye lami. Ila ndugu zangu wa Katoliki wakienda kusali pale kanisani, waendelee kutembea kwenye nini? Hiyo ndo kazi tuliotumwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wale waliosema labda ni siasa, waliosema kwamba hii barabara ni siasa, yamekuja maneno mengi, barabara ijengwi, tunadanganywa. Waambieni hivi, tuna mkuu wa mkoa mjanja anayetaka vitu vya kiwango. Sipendi kuweka alama leo, alafu baada ya muda nakuja ukweli. Mimi nimeoa Arusha. Sasa siwezi kuja ukweli alafu niambie ulivyokuwa mkuu wa mkoa na barabara ulijenga chini ya nini? Mimi kila ninachokisimamia nataka ubora wake. Huwezi kufanya kazi ya kitoto ukweli. Kwa ndugu zangu mnaoitumia barabara hii inayounganisha kata zetu mbili, tuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa na matumaini ya serikali yetu. Lakini si hivyo tu, ubora na value for money mtaiona kwenye barabara hii. Sasa ndugu zangu wa Ijumaa, Waislamu mnapokwenda msikitini wala mtajimwaya mwaya tu. Ndugu zangu mnaokwenda kanisani mtajimwaya mwaya tu. Kwa sababu barabara yetu inaunganisha pia masehemu mbili za ibada muhimu kwa Waislamu na Wakristo. Hakika leo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa umejiheshimisha kata ya Ungalimited. Lakini pia umekwenda kuweka historia katika jiji la Arusha, lakini umeenda kuwekea katika kata ya Ungalimited.
kwa mara ya kwanza mkataba unakwenda kusainiwa kwa wananchi. Mkataba oye! Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nafasi yangu ni kusema neno la shukrani. Lakini wanasema usiposhukuru kwa kidogo hata kikubwa huto shukuru. Kabla sijashukuru kwa barabara, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunamshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, mama mchapakazi, mama shupavu aliyekwenda kutuwekea historia katika kata Ungalimited. Mheshimiwa mgeni rasmi na mkuu wetu wa mkoa, tunakwenda kujengewa barabara yenye urefu wa kilomita 1.8 itakayogharimu kiasi cha bilioni 3.2. Barabara hii ilikuwa na changamoto kubwa kiasi kwamba usafiri pekee uliobaki huku ni wa bajaji. Hata hao madereva bajaji walikuwa wakilalamika kuna wakati wakisema ndoa zao zinapata matatizo kwa sababu wanarushwa mpaka akifika kule London anasema anakuwa amechoka, akifika nyumbani analala, hatoi haki za watu. Lakini sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa jambo hili lililotuletea ambalo umetumwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, linakwenda kuandika historia. Tunaweka barabara ya lami. Mama Samia oye! Lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mama Samia ameweza kutumiminia pesa mingi. Alituletea kiasi cha shilingi bilioni 1 na milioni 40, akatujengea madarasa ya ghorofa, madarasa 16 na matundu ya choo 44 katika shule ya sekondari. Lakini hakuishia hapo, anakwenda kutujengea madarasa 4 na matundu ya vyoo 11 katika shule ya msingi Ungalimited, na madarasa yale yanajengwa kwa mapato ya ndani, na pesa ile ni kiasi ya shilingi milioni 320, na pesa hiyo iko kwenye akaunti ya shule, na madarasa yale muda sio mrefu yataanza kujengwa. Lakini pia tumejengewa vivuko viwili kupitia kwa Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, vivuko vilivyogharimu kiasi cha shilingi milioni 35, na vivuko vile tayari kimoja kinatumika na kimoja tunasubiri muda sio mrefu mkandarasi atakuwa site kumalizia kivuko kile. Na kuna mambo mengi Mheshimiwa, lakini kwa leo naomba niishie hapo kwa sababu nimeambiwa niseme neno la shukrani. Lakini pia itoshe kushukuru chama, na kuna watu wengine wengi, viongozi wengi, wananchi wengi ambao wameweza kujitolea katika barabara hii. Itoshe kusema Mama Samia, Mungu ambariki sana. Na kwa niaba ya kata Ungalimited, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunaomba tufikishe salamu zetu. Hao watu wanatamani wamshukuru Mama Samia, lakini hawawezi kwa sababu mimi ndio nimemteua niwawakilishe. Naomba tufikishie salamu kwa Mama Samia. Sisi deni letu kwa Mama Samia ni moja, kumpa kura za kishindo, na tunamwahidi tutampa kura nyingi za kishindo kwa sababu amekwenda kutatulia kero ambazo zilikuwa ni ngumu. Moja hii barabara na shule ya sekondari. Mheshimiwa, kwa shule ya sekondari watoto walikuwa wanatembea umbali mrefu. Walikuwa wanaamka saa 10 usiku, wanakwenda shule wanarudi saa 3 usiku au saa 4. Lakini sasa hivi wanaamka saa 1 na saa 11 wamesharudi. Haya yote ni kwa ajili ya mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme asanteni sana. Na furaha mpaka inapitiliza. Natamani kusema lakini naona mtaharibu. Kwa hiyo niseme tu asanteni sana wana Ungalimited. Naomba tumpe mkandarasi ushirikiano, tusikuamishe mradi. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nikuombe nifungulie milango kwenye ofisi yako. Yeyote atakayekuamisha mradi nimbete kwako, mpige spana, kwa sababu Mama Samia hawezi kuleta bilioni 3 alafu kuna mtu anataka kutukwamisha. Atapigwa spana na mkuu wa mkoa mpaka achakae. Ungalimited wewe, asanteni sana. Jina naitwa Saruni Olodi, diwani wa kata Sokoine 1. Niko hapa ofisi ya kata Ungalimited. Tumekuja kushuhudia utiaji saini wa mkataba wa utengenezaji wa barabara ya Eso Longdong maarufu Eso Longdong, ambayo inatokea makaburi ya Banani kuelekea Sokoine 1 kupitia kanisa la Paloti kwenda Busero. La leo ni siku ya furaha sana kwetu kwa sababu barabara imetutesa sana. Wananchi walikuwa wanalalamika sana, na hata bila wananchi kulalamika, barabara ilikuwa ni mbovu na ilikuwa pia ni kama korongo la kupitisha maji kutoka Eso. Sasa kutengenezwa kwa barabara hii
ni fursa kubwa ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Fursa ya kiuchumi namna gani? Kwa sababu wananchi wengi watapata fursa kuendesha biashara zao. Lakini kisiasa, sisi kama viongozi tunaona kama ndoto zetu zimetimia za utengenezaji wa barabara hii. Lakini pia kijamii, hii ni shortcut kutoka mjini kuelekea kwa Morombo na maeneo mengine ya Sokoni 1, Ngusero, Ola City, kupitia kule kwa Morombo. Kwa hiyo naona ni fursa nzuri sana kwa sababu ile jamu ambayo inaanzia kwa Mbauda, kwa Nairobi kuelekea mjini sasa itaenda kupungua kwa sababu hakutakuwa na sababu ya watu wengi kupitia kule. Kwa majina naitwa Bahati Haji Nyari, mwenyekiti wa mtaa kanisani kata ya Sokoni 1. Kiukweli sisi tumefarijika sana kwa huu mradi wa barabara. Niseme tu binafsi tunamshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na madiwani wetu kwa kutuletea mradi huu wa barabara. Hii barabara imetutesa kwa muda mrefu, ni barabara kongwe ya muda mrefu sana ambayo naamini muda mrefu ingekuwa imetiwa lami. Wananchi wanasumbuka, wanateseka. Kiasi kwamba unaweza kuwa unatoka mjini ni sehemu ndogo lakini unakuta nauli kubwa kutokana na usumbufu wa barabara. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana na nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa wananchi wa mtaa kanisani pamoja na Sokoni 1 kwa kutupatia hii barabara. Kwani hii barabara ni kiunganishi kikubwa mno. Kiunganishi cha Ungalmitedi, Sombetini, Sinoni, itapunguza jamu kubwa kwa sababu ni barabara ambayo iko katikati ya mji. Maana ni barabara ambayo iko katikati ya mji lakini ambayo ilikuwa imesaulika. Ni ambayo barabara ambayo itaweza kuleta mambo mengi sana. Kwa hiyo mimi nipende kushukuru, nimshukuru Rais kuliona hili, nimshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kulifuatilia kwa kina kwa sababu bila yeye naamini lingekuwa bado. Lakini ujio wake umekuwa ni faraja kwetu kwa wananchi wa mtaa kanisani na Sokoni 1. Kwa hiyo nipende kuwashukuru.